tunaona kama ni kawaida, unaona kama ni kawaida, hivyo anakuvuta. Ndio unaona mtu anaenda anatenda dhambi, akisimama akiomba anasikia bado maombi iko. Kama ni mchungaji akihubiri anasikia bado upako huko. Upako hauondoki haraka. Kwa sababu gani? Mungu ni wa neema, anakupa hiyo nafasi ili ukajirudie tena. Lakini ukiendelea hivyo, basi unaendelea, ile distance inazidi kuwa kubwa. Saa ile shetani ataanza uvamizi wake, hata hutaamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio unaona mtu alikuwa anatolea biashara fungu la 10, amesema hii fungu la 10 ni nyingi bana, sisi toa hii biashara sasa. Anaanza polepole. Shetani hata piga hiyo biashara haraka, anakuacha mpaka usahau kabisa. Akianza kushambulia, huwa anaanza kushambulia mashambulizi ambayo haina uzuilifu. Kwa sababu gani? Anaenda tena mbele za Mungu, anamwambia wewe si Mungu wa kujichanganya. Neno lako linasema fungu la 10 ni ulinzi wa familia, ndio ukingo na ndio baraka zetu, na ndio nafanya ufungue madirisha. Sasa wewe unakuwa radhi na mwizi, alafu Mungu anakaa kando. Hivyo jamaa amepata nafasi ya kuja kukushambulia.